kama Watanzania tulikataa maridhiano na wauaji. Tukasema tufanye nao maridhiano. Tukawakataza mpaka upinzani tumewakataza kufanya nao maridhiano. Na upinzani wametusikiliza. Lakini sasa hivi Watanzania sisi wenyewe wananchi tunafanya maridhiano na wauaji. Kwa kwenda kwenye hii mikutano na kuongea na waziri batili wa vijana. Mnafanya maridhiano na hii serikali bila nyie kujua mnafanya nao maridhiano. Yani kwa ile kwamba mmewaruhusu wamefungua dialogue bila kutoa haki yoyote ambayo ilifanya mkaandamana. Mnafanya dialogue na watu ambao wameiba uchaguzi, wameua, na bado wameshika uchaguzi na wamegoma kuwapeni haki hata moja mlioidai. Na mnafanya nao maongezi. Kuna vijana mnajiona mna akili kwamba tunaenda kupiga spana. Spana gani mnazopiga? Nyie ndio mmepigwa spana. Mmeibiwa uchaguzi, mmeuliwa, bado wameshikilia nchi, bado hawajapeni chochote mlichokidai. Alafu mnaenda pale, mnaongea, mnaropoka, mnadhani mnawapiga spana. Hamwapigi spana, mnafanya nao maridhiano. Mnafanya maridhiano na hii serikali kwa kwenda kuwapa kero zenu. Dunia nzima inajua Tanzania inahitaji nini. Dunia nzima inajua Tanzania inahitaji katiba mpya. Tanzania inahitaji serikali ya mpito. Dunia nzima inajua. Nyinyi mnaenda kuongea nao nini? Watanzania mnaenda kwenye ile mikutano ya yule waziri, mnaenda kuongea naye nini? Mnafanya maridhiano. Watanzania mnafanya maridhiano na Samia. Mnafanya maridhiano bila hata kurealize mnayafanya. Sasa basi tuwaruhusu kina Tundu Lissu, kina Heche wakafanya maridhiano. Tuwaruhusu kina Heche wakakae mezani sasa hivi na kina Mwigulu wapige picha, wameridhiana. Kama sisi wananchi tuko tayari kwenda kwenye mikutano yao, kuongea nao, kujifanya tunatoa kero. Basi tuwaruhusu kina Heche wakapeke kero zetu, wakae na kina Mwigulu. Tuwaruhusu. Mnafanya watu hatotaka kuendelea kuwapigania siasa, watu waacheni. Hamtakiwi kufanya dialogue yoyote na kina Mwigulu na hao vijana. Hamtakiwi kuongea nao lolote mpaka waanze process za kutoa haki. Mpaka itolewe katiba mpya, serikali ya mpito, ndio tunataka kufanya maongezi yoyote na hao mbwa. Sasa hivi sisi wananchi ni losers, ni stupid. Hatujapewa kitu tulichokitaka. Bado wameshikilia nchi, bado wametuua, na bado tumekaa. Sasa hivi tunaongea nao. Na nyinyi wanaharakati ambao mnaposti upumbavu. Yaani acheni kuposti hizi propaganda za CCM. Kila kitu kinachofanywa na hii serikali sasa hivi ni kwa ajili ya manufaa yao wao. Kuendelea kushikilia nchi, kuendelea kufanya ufisadi, kuendelea yani kuwatawala na kuwanyonya Watanzania. Wanachokifanya sasa hivi ni kupunguza nguvu ya maandamano ya Disemba 9. Ni kupunguza hasira za umma. Na kwa nini wanafight hivi kupunguza hasira za umma? Hakuna kitu hii serikali inaogopa sasa hivi kama maandamano mengine kufanyika. Wanaogopa maandamano mengine kufanyika. And why? Sio hata wanaogopa kwa sababu itakuwa ngumu sana kudhibiti wananchi. Wanachoogopa ni situation iliyopo kwenye background. Inabidi Watanzania muelewe. Niwaambia last week, issue ni nzito kwenye background. Ikitokea rematch ya maandamano, hawa watu wanaondoka. Wanachokiogopa sasa hivi, na sio kwamba wanaogopa maandamano ya wananchi, wanachoogopa ni kinachoendelea kwenye background. Sasa hivi hapa ninavyowaambia, jamani, sitaki kuongea too much, lakini I think ninapoongea ndo kidogo mnakuwa mnaelewa. Lakini sitaki kuongea. Sasa hivi kuna vita inaendelea ya chini kati ya JWTZ na usalama wa taifa na polisi. Kuna vita inaendelea chini sasa hivi. So wale wakirudishwa barabarani kwenye maandamano, I say inaenda kuwa mbaya. Ndio maana sasa hivi wanapambana in every way msiandamane. Na ndio maana mnaona wanapambana tu kuwapumbaza akili, lakini sio kuwapeni haki yoyote. Ni kwa sababu hawajabadilika kwa chochote. Ndio maana wanataka msiandamane, lakini haki hakuna. Jamani, kuna vita kubwa. Nishawaambieni there is something big kwenye background.
kati ya jeshi la Tanzania na polisi. Wale sasa hivi wakirudishwa kwenye rematch barabarani, guys, inaenda kuwa historia Tanzania. Vyombo vya usalama vitaenda kumalizana wenyewe kwa wenyewe, vinaenda kumalizana. Hao polisi wote anaoongelea Mwigulu, polisi wamekufa wengi. Ni kweli, sio uongo, lakini sio kwa mikono ya wananchi, ni kwa vyombo vyenyewe vya usalama. Vyombo vya usalama. JWTZ sasa hivi ina hasira na usalama wa taifa vibaya mno na polisi. It's gonna be bad. Ndio maana wanafanya kila kitu ku avoid msirudi barabarani. Ndio maana mnaona wanawapeni solutions ambazo ni temporary. Hawatoi solutions ambazo ni permanent, which is haki ipatikane kwenye nchi. Ndio maana mnaona hawana kitu. Ndio maana mnaona hii serikali imebaki tu kuwachezea akili, kuwapiga danadana. Yaani wana delay tu, msiandamane. Lakini hawawapeni haki. Hiyo haki wana delay, wanaongea tu, katiba mpya tutatoa sijui baada nini. No. Kwa nchi ilichopitia. Sasa hivi nchi topic kwenye mapress kila sehemu itakuwa iwe ni katiba mpya peke yake na serikali ya mpito na uchaguzi kurudiwa. Na sio anything else, lakini wanaongelea vitu vingine vyote ambavyo vitafanya wananchi msiandamane, lakini bila kupata haki. Hicho ndio kitu ambacho Watanzania mtakuwa kila siku. Mtanzania ukiamka asubuhi, kumbuka bado hakuna haki kwenye Tanzania. Bado hii serikali imegoma kutoa haki, wanatuchezea akili. Hicho ndio kitu ndio ujiambie Mtanzania, kijana wa Tanzania utakapoamka asubuhi, kumbuka kwamba bado natapeliwa na serikali ya Tanzania. Bado hakuna haki. Bado Watanzania hamna haki ya kuchagua serikali yenu. Bado hamna haki ya kuchagua rais. Bado hamna haki ya kuchagua ubunge. Bado hakuna haki. Bado mnachaguliwa viongozi na watu 10 na watu 5 huko juu. Wamegoma kutoa haki. Lakini hawataki muandamane Disemba 9 kwa sababu wanajua kinachoenda kutokea. Wanakijua kinachoenda kutokea Disemba 9. Na Disemba 9 hawaiogopi kwa ajili yenu nyinyi. Wanaiogopa kwa ajili ya vyombo vyao wenyewe. Wanaiogopa kwa sababu sasa hivi Samia mwenyewe hata hajiamini kama bado, yani ana hata ile support ya upande wa jeshi la polisi kama bado ipo. Ndio maana wanafanya everything. Sasa na nyinyi msiwape wanachokitaka. Msiwape. Disemba 9 lazima itokee, piga ua. Disemba 9 lazima iwepo. Kwa sababu la sivyo tumewaangusha tuliowazika. Na tukumbuke kwamba nchi zingine zote zilizodai haki baada ya vifo kama hivi, haki ilipatikana, ila sio kwenye nchi yetu. Haki hamna, tunafanywa propaganda. Tunachezewa akili, eti ajira. Baada ya watu kufa Tanzania 10,000, hii serikali inaongelea nyinyi mnataka nini ajira? Badala ya kufanya vitu vya kubadilisha nchi for good, baada ya kufanya vitu vya kuleta haki kwenye nchi milele na milele, wanaofanyieni propaganda za kijinga, za kipuuzi, za mapresi, wanaongelea majengo, manini, sijui sisi. Sasa hivi wana pretend kuwajali. Kama hii serikali inawajali wa Tanzania na watu wake, sasa hivi walitakuwa kutoa katiba mpya. Walitakuwa kuweka serikali ya mpito. Kama kweli wanajali, lakini hawajali. Ndio maana bado wanawachezea akili, lakini hawatoi haki.